baraka na mafanikio. Ninaombea uchumi wa taifa letu ukainuke, ukapae kwa jina la Yesu Kristo. Tunaomba tukiamini utakuwa pamoja nasi. Nikupongeze sana Baba Askofu kwa kuonyesha kwa vitendo namna ambavyo kanisa linasimama kutekeleza wajibu wake. Jambo hili binafsi kama mwakilishi wa Mheshimiwa Rais katika wilaya yetu ya Kahama limenikosha sana, kama ambavyo Yesu aliwaahidi wanafunzi wake kwamba yeyote atakayeacha vyote akashikamana naye pale atakapokuwa ameketi katika utukufu wake. Nao wanafunzi aliwaahidi Kristo kwamba wataketi katika viti 12 wakiyahukumu makabila 12 ya taifa la Israeli. Nami kwa niaba ya Mheshimiwa Rais katika nafasi yangu ya wilaya nitamke kwamba tuko pamoja na ninyi, iwe mvua iwe jua, katika kuhakikisha kanisa hili la Bwana linakuwa. Jambo lililolifanya ni jambo kubwa na uzalendo wa hali ya juu, na Mungu asiwapungukie. Katika mamlaka na nguvu ziko pande mbili. Iko mamlaka ya kiroho ambayo Mungu amewakasimisha viongozi wa dini, na iko mamlaka ya kimwili ambayo sisi tumekasimishwa na Mungu kwa ajili ya watu wake. Ili utimilifu wa maendeleo ya kiroho na kimwili uweze kupatikana kwa watu wa Mungu, ni lazima pande mbili hizi zishikane na kushikamana. Wakati unazungumza umenigusa sana nilipozungumza habari ya baadhi ya watumishi wa Mungu kuacha wajibu wao na kuingia katika wajibu wa wanasiasa. Miongoni mwa vitu ambavyo vinanikera sana na mimi kama muumini wa Kikristo ni pamoja na jambo hilo. Ndugu zangu, tukisoma maandiko tangu wakati wa Ibrahimu mpaka Ufunuo, pamoja na mambo yote ambayo tunawasoma viongozi wetu, tabia zao na yale yote waliotumwa na Bwana kuyatenda, lakini jambo kubwa, sifa ya kwanza ilikuwa ni uzalendo kwa mataifa yao. Viongozi wa dini wasisahau wajibu wao. Ibada ambayo tulikuwepo nayo leo ni ibada ambayo ni ya ufunguzi wa mwaka mpya 2026, lakini tukasema ni vizuri ibada hii au mwaka huu uambatane na ibada hii ya kumshukuru Mungu kwa yote ambayo ametutendea. Ni mengi ametuvusha Mungu, ametulinda kwa mengi, ametutendea mengi, ni mengi tumepita kwayo tangu kuzaliwa, lakini Mungu amekuwa mwaminifu. Tukisema tuanze kila mmoja hapa kueleza aliyoyavushwa, aliyofanywa na Mungu ni mengi, lakini kwa ujumla tulisema tuweke ibada ya shukrani ya kumshukuru Mungu kwa yote aliyotutendea. Watanzania wote kwa ujumla ambao tumekusanyika hapa tulikuwa na ibada maalum ya kumshukuru Mungu kwa yote aliyoyatenda tangu kuzaliwa kwetu kila mmoja. Tuna kila sababu ya kusema asante Mungu. Lakini mbali na hilo tulikuwa na ibada maalum pale ya kumshukuru Mungu kwa taifa letu, lakini kumuomba Mungu azidi kulitunza taifa letu lizidi kuwa na amani, mshikamano, umoja na upendo. Watanzania wote tunatakiwa kuwa wamoja, tushikamane, tuweze kulitetea taifa, tuwe na uzalendo na taifa letu la Tanzania. Taifa kwanza, amani kwanza, mengine baadaye. Lakini bado tulifanya ibada ya kumwombea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan na wasaidizi wake. Mungu azidi kumpa afya njema rais wetu, azidi kumtunza, azidi kumlinda na kumkinga na mabaya na kila shari za kila namna zinazotengenezwa au kuandaliwa kwa ajili ya rais wetu, kwa ajili ya taifa letu. Tunamwombea sana Mheshimiwa Rais, na tumefanya maombi makubwa hapa tukiongozwa na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, Mheshimiwa Franklin Kinda. Tumemwombea rais wetu, tumemwombea wasaidizi wake, tumeombea serikali yetu, vyombo vya ulinzi na usalama. Tunaamini kwa maombi haya ambayo tumeyafanya 2026 tutakuwa katika amani, mshikamano, upendo. Lakini tumeombea uchumi wa nchi uzidi kuinuka, taifa letu liwe na amani, liwe na baraka, liwe na mfumo wa kimaendeleo kwa uchumi wa nchi kuinuka. Jina langu naitwa Simon Christopher Gamaka. Mwaka huu nimeupokea kwa shangwe na furaha, na tumehubiriwa na askofu kwamba tunakwenda ni mwaka wa ushindi kwetu,
na mimi pia nimejipanga kumtumikia Mwenyezi Mungu na kujipanga mimi na familia yangu kwa shughuli zangu sote moja moja, na kupitia hapa kanisani sisi kama wazee wa kanisa tumeaswa kuwa mabalozi wa vijana wengine pamoja na waumini ili kuitenda kazi ya Mungu vizuri. Naitwa Edna Joseph. Namshukuru Mungu kwa ajili ya kuifikia siku ya leo tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Nashukuru Mungu kwa ajili ya ibada njema ambayo imefanyika mbele zetu, ibada ya baraka, lakini ibada ya kumshukuru Mungu na kuliombea taifa letu ili Mungu azidi kuweka amani na mshikamano katika taifa letu. Tunamshukuru Mungu, tumekuwa na ibada njema kupitia askofu wa mahali hapa ambaye ametuongoza kufanya maombi kwa ajili ya taifa letu, kumwombea Mheshimiwa Rais pamoja na wasaidizi wake wote ili Mungu azidi kuweka afya njema, na zaidi ya yote Mungu azidi kuweka hekima na maarifa na kuweza kuwasaidia katika kuliongoza taifa letu vyema.